Sisi tuliomchagua kumwamini na kumfuata Yesu Kristu tunahesabika kuwa ni rafiki, hatuhesabiki tena kuwa watumwa mbele zake. Unaposoma Qur'ani yote, huyu Allah hakuna kitu kinachoitwa rafiki mbele zake, na namna pekee yake anasema mnaweza kwenda mbele zake ni kama watumwa. Ni kauli ya kukatisha tamaa kabisa. Fikiria ndugu yangu Muislamu, leo hii Kristu aliye muumbaji wetu, aliye mwokozi wetu, aliyekuwa Bwana wetu, anatuambia sisi hatuiti tena watumwa. Anapokuja duniani na kutukomboa, anatutoa katika utumwa wa dhambi na kutufanya kuwa sisi rafiki. Sikia anayosema haya katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 14. Anasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Maana yake hapa Bwana Yesu anasema kwamba pale tunapoanza kumtii na kutenda yale anatuamuru, tunatoka katika nafasi ya utumwa, tunahamia katika kuwa nafasi ya uhuru, kwa sababu tunatoka katika asili ya dhambi na utumwa wa dhambi, tunakuwa rafiki zake mbele zake. Anaendelea, anasema, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Anasema kwamba kwa kuwa yote aliyosikia kwa Baba yake ametuarifu, ametupa siri za ufalme wa mbinguni, ametupa namna ya kufika kwenye ufalme wa Baba yake. Na anamuita huyu Baba, alikuwa nafsi ya kwanza ya Mungu Baba. Na tunaona pia pahala fulani Bwana Yesu anapobatizwa, Baba anasema huyu ndio mwanangu mpendwa, nimependezwa naye, msikieni yeye. Baba yake wa mbinguni anataka yote aliyomwambia mwanawe ndio tuyasikilize, na tunapoyasikiliza na kuyatii na kuyatenda, tunageuka kuwa rafiki kwa mwanawe. Tunapokuwa rafiki kwa mwanawe, moja kwa moja tunakuwa rafiki kwa Baba. Ndugu yangu Muislamu, haya ni mambo ambayo huwezi kukutana nayo kamwe katika ahadi za Allah, huwezi kukutana nayo katika lugha ya mtu anajiita Muhammad, alijiita kwamba ni nabii. Hakuna lolote kwake, ni shida tupu. Na ndio maana Qur'an na hadithi na mafundisho ya Muhammad yamejaa masharti chungu nzima, kuanzia kuingia chooni mguu gani, ule vipi, ufanye nini. Yote haya ni batili, kwa sababu yanakuweka katika utumwa wa sheria, na utumwa wa sheria ni utumwa wa mwili, na utumwa wa mwili ni angamio, na angamio hili linatokana na dhambi, kwa sababu hakuna hata siku moja mwanadamu ambaye aliwahi kufikia ukamilifu kwa kushika sheria zote. Na ndio maana kamwe hakuna wokovu katika sheria. Bwana Yesu anatupa wokovu kwa imani na kwa neema aliyotupatia pale msalabani. Na ndio maana anasema sisi tunakuwa rafiki tukitenda yale anayotuamuru. Nikualike leo ndugu yangu Muislamu, tafakari haya mambo kwa kina. Ujiulize leo, bado unataka kuendelea kubaki kuwa mtumwa wa Allah, Mungu asiyekuwa na upendo, Mungu ambaye hajawahi kujitokeza kwa yote, hata kwa yule anayemuita nabii wake anayempendaye. Muhammad hakuwahi kusikia sauti yake hata siku moja. Njoo kwa Mungu wa kweli, Yehova, ambaye alimtuma mwanawe pekee aje kutukomboa, ambaye Mungu huyu alizungumzwa kwa manabii chungu nzima. Aliongea na Adamu uso kwa uso, aliongea na Ibrahimu uso kwa uso, aliongea na Musa uso kwa uso, aliongea kwa manabii chungu mzima, tena na tena na tena. Na ndio maana anatualika leo tumfuate mwanawe, tutoke katika utumwa wa dhambi, tugeuke kuwa marafiki wake yeye Bwana wetu Yesu Kristu, tuweze kuhesabiwa haki kwa Baba yake wa mbinguni, ili tuweze kuona hii njia ambayo ndio anaitengeneza Bwana wetu Yesu Kristu ya kumfikia Baba yake. Ndio maana Bwana Yesu anasema katika Yohana 14:6 kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yeye ndio njia ya kumfikia Baba yake, na ndani mwake kuna uzima, na uzima huo unatokana na ule ukweli. Katika majina 99 au sifa 99 za Allah, mojawapo ni makar, maana yake laghai au mdanganyifu. Hii sio sifa ya Yesu Kristo, sio sifa ya Mungu wa kweli, ni sifa ya ibilisi shetani. Na kualika ndugu yangu Muislamu, utafakari haya mambo. Njoo kwa Yesu Kristo upate amani, njoo kwa Yesu Kristo upate kweli, njoo kwa Yesu Kristo upate wokovu utakufikisha kwa Baba yake mbinguni, kwenye raha na kwenye furaha na kwenye maisha ya milele yote.
Karibu kwa Yesu.